Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, ni muhimu kuelewa tatizo la pantala inayopendiente. Hii inaweza kuwa kutokana na matatizo ya kifaa cha kuonyesha au muunganisho wake. Tunaposhughulikia tatizo hili, hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa bure ili kubaini chanzo cha tatizo. Unapaswa kuangalia kama kuna alama yoyote ya uharibifu au kuvuja kwenye kifaa chako. Hatua ya pili ni kuangalia muunganisho wa paneli ya kuonyesha. Fungua kifaa kwa kutumia screwdriver na uangalie kauli ya muunganisho wa paneli. Hakikisha hakuna nyaya zilizovunjika au zilizoshindwa. Ikiwa unakutana na tatizo hili, unaweza kuhitaji kubadilisha nyaya hizo. Kama tatizo linaonekana kuwa ni la paneli yenyewe, ni bora kuangalia bei za sehemu za uingizaji. Katika soko la Afrika Mashariki, bei za paneli za kuonyesha zinaweza kuwa kati ya shilingi 15,000 hadi 50,000 kulingana na ubora na aina. Baada ya kubaini tatizo, hatua ya tatu ni kuwasiliana na huduma za kuchukua nyumbani. Hii ni huduma inayopatikana kwa urahisi katika maeneo mengi ambapo wataalamu wa IT wanatoa huduma za ukarabati. Huduma hii itakusaidia kuokoa muda kwani hawatakuhitaji utembee na kifaa chako. Unapowasiliana nao, ni vyema kutoa maelezo ya kina kuhusu tatizo unalokutana nalo. Hatua ya 4 ni kuandaa bajeti ya ukarabati. Ni muhimu kujua gharama za huduma kabla ya kuanzisha mchakato wa ukarabati. Hii itakusaidia kupanga fedha zako vizuri. Pia, ni vyema kulinganisha bei kutoka kwa watoa huduma tofauti ili kupata huduma bora kwa bei nafuu. Hatua ya 5 ni kuamua kama unataka kufanya ukarabati huo mwenyewe au kuacha kwa mtaalamu. Ikiwa una ujuzi wa teknolojia, unaweza kujaribu kufanya ukarabati mwenyewe kwa kutumia mwongozo huu. Hata hivyo, ikiwa hujisikii salama, ni bora kuacha kazi hiyo kwa mtaalamu. Mwisho, ni muhimu kuhakikisha unatumia vifaa vya ubora wakati wa kubadilisha sehemu yoyote. Vifaa vya chini vinaweza kusababisha matatizo zaidi baadaye. Usisahau pia kufanya uhakiki wa mwisho wa kifaa chako baadaye ili kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi kama inavyotakiwa. Kumbuka, huduma za ukarabati zinaweza kutofautiana kutokana na eneo na kiwango cha ujuzi wa mtaalamu. Hivyo ni vyema kufanya utafiti kabla ya kuchukua hatua yoyote. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.